الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أنه بلغ الرسالة
وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ndugu zangu wa Islam, baada kumhimidi jalla jalalu aliyetuwafikia kuiswali salatul asri pamoja na imam, kwani si ujanja wetu na wala si uwerevu wetu, isipokuwa ni taufiki kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwemo katika Jumapili ya mwisho ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Islam, katika neema alizotuneemesha jalla jalalu ni kutuafikia tukaupata huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah, kuanzia tulipouona mwezi tukawa ni wenye kujawa na furaha katika nyoyo zetu hadi leo tuelekea kukamilisha huu mwezi. Hii ni neema kubwa kwetu sisi. Sasa tunaenda kuumaliza huu mwezi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umetufundisha mambo mengi sana, umetupa faida kubwa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni madrasa ambayo ni ya tabia njema, ni madrasa ya uchaji Mungu, ni madrasa ya toa, ni madrasa kamili iliyotuonyesha na kutufunza mfumo wa kuishi katika maisha yetu, mfumo wa kuishi na muumba wetu ambaye kwamba ni jalla jalalu. Na sasa tunaenda kuuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni huzuni kubwa kwetu sisi kwa kuuaga huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni huzuni ambayo tutahuzunika, lakini pia tujue hatuna uhakika kamili ya kuwa tutaupata mwaka ujao mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Islam, ni lazima tutambue yale matukufu yaliyoko katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mwaka huja, na wala sisi hatujui mwakani kama tutakuwa hai, hatujui mwakani kama tutaweza kuupata huu mwezi. Swali ni kwamba mwezi wa Ramadhani unaisha, madha baada Ramadhan? Ni nini baada ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kila mmoja baina yetu au kwetu sisi ni lazima ajiulize swali kama hili, na swali kama hili ndiyo maudhui yetu katika darasa hili letu la leo, tukiwemo katika Jumapili ya mwisho ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wa Islam, madha baada Ramadhan? Ni nini baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tayari Ramadhani imeshatufunza mengi. Ramadhani imetufunza mambo mazuri. Ramadhani imetufunza huruma. Ramadhani imetufunza imani. Ramadhani imetufunza uchaji Mungu. Ramadhani imetufunza heshima, na Ramadhani imetufunza kujizuia katika maasi na kujikinga katika maasi. Sasa nini baada ya Ramadhani? Je, ni sawa kuwa tumejikinga na mengi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, baada ya Ramadhani tuyafanye? Tumejizuia na mengi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, baada ya Ramadhani tuyafanye yale ambayo kwamba hataki Mwenyezi Mungu? Ni wajibu swali kama hili tulichukue, tulitie katika nyoyo zetu, tujiulize swali kama hili ili tuweze kuwa na msimamo wetu ule ule ambao umetuweka katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayuha al-ikhwa, kunu liqabuli al-amali salih ashadda ihtimama min al-qiyam bil-amal, fallahu jalla wa ala la yataqabbalu illa min al-muttaqin. Ndugu zangu wa Islam, tuweni waja ambao ni wenye kukubaliwa matendo mema. Tuweni waja ambao ni wenye kukubaliwa toa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Mola Subhanahu wa Ta'ala yupo miezi yote. Yote yule aliyekuwa akiabudu Ramadhani wala hamwabudu Jalla Jalalu, basi atambue kuwa Ramadhani ndiyo hiyo inatuaga. Lakini yule aliyeileta Ramadhani, yule aliyeifaridhisha Ramadhani ni hayyun la yamut, yupo hai na wala hafi, na yupo hai milele Jalla Jalalu, na wala ibada haikatiki, kwani ndio lengo kubwa ambalo kwamba tumeletwa katika huu mgongo wa ardhi ni hii ibada. Pale Jalla Jalalu aliposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumbeni majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Lengo ambalo kwamba limetuleta katika huu mgongo wa ardhi ni lengo moja, nalo ni al-ibada, tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ala wa inna min alamati qabuli al-hasana fi'l al-hasanati ba'daha, katika alama ya kukubaliwa amali njema ni kufanya amali njema baada ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. fattabi'u al-hasanati bil-hasanat takun alamatan ala qabuliha. Ndugu yangu Muislamu, fatiliza kuendelea mema, kufanya mema baada ya Ramadhani, kwani ndiyo katika alama moja ya kuonyesha ya kuwa umekubaliwa yale ya Ramadhani, na baada ya Ramadhani ukawa ni mwenye kudumu na kufanya toa, mwenye kudumu na kufanya ibada ndani ya miezi mingine baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. wa atbi'u sayyi'ati bil hasanat takun kafaratan laha, na vile vile tuwe wenye kufuatanisha mema baada ya kufanya uovu, takun kafaratan laha, kwa sababu litakuwa ni kafara. Jema unalolifanya ni kafara ya lile ovu unalolifanya. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin, hakika ya haya mema ni yenye kufuta maovu. Bimaana unapofanya jema, basi hale mema hufuta yale maovu. Dhalika dhikra lidh-dhakirin, basi huo ndio ukumbusho kwa wale wenye kukumbuka. Ni wajibu kwetu sisi ikhwa, alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Jalla Jalalu peke yake. Sasa unapofanya ovu, fuatanisha na jema, kwani yale mema hufuta haya maovu. Kwa ajili ya hiyo hadithi iliyopokelewa na Abi Dharr, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, asema qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema kuniambia mimi mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshikie, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi' sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Abi Dharr aliambiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunta, muogope Mungu popote utakapokuwa. Ikhwa, tizama huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lengo na madhumuni Mwenyezi Mungu ametuwekea huu mwezi mtukufu wa Ramadhani la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji Mungu, ili tuweze kumwogopa yeye. Sasa isiwe tumwogopa Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani peke yake, la, hata baada ya Ramadhani tuwe na hofu, tuwe ni wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusighafilike baada ya Ramadhani tukaacha ibada, tusighafilike baada ya Ramadhani tukaacha istighfar, tusighafilike baada ya Ramadhani tukaacha qiyamul layl, tukaacha toa, tukaacha adhkar. Itakuwa yale tuliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tumeyafanya imekuwa ni habaa manthura, hawakuleta athari katika nyoyo zetu. Lakini ikawa msimamo wetu na mu'min wa kweli
ni yule mwenye msimamo haswa katika ibada. Mwanamume ni yule mwenye msimamo katika ibada. Minal mu'minina rijal, urjula ni katika toa, si katika kupiga gym. Urjula ni katika kusimama usiku, si katika kupiga watu mangumi na kudhulumu. La, uume ni katika kusimama katika toa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'u sayyi'ata alhasanata tamhuha, mche Mola Subhanahu wa Ta'ala popote pale utakapokuwa, na ufatanishe jema, ufute uovu, na utangamane na watu kwa tabia njema. Kadhalika Ramadhani imetufunza tabia njema. Mtu anapokushawishi, anapokuchokoza, anapokutaka kudhulumu, wamwambia inni saimun, mimi nimefunga. Iweje baada ya Ramadhani sunna kama hii tusiwe ni wenye kuiacha, bali tuendelee nayo? Usiwe ni muharaka wa kurejesha uovu. Kuwa na subra, usubiri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ayuha al-ikhwa, ya man duktum ladhat at-ta'a fi Ramadan, istamiru ba'dahu ala fi'li at-ta'at. Ulioonja ladha ya ta'a, kumtii Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi endelea baada yake jua kufanya ta'a, na endelea baada yake jua kufanya sampuli mbalimbali za ibada. Wa'lamu anna at-ta'ata laysa laha zamanun mahdud, na pia tukae tukijue ta'a, ibada haina muda maalumu, bali Mwenyezi Mungu ametuwekea tufanye ibada. Zipo ibada za faradhi na zipo ibada za sunna. Tujiweke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hii dunia, ndugu zangu Waislamu, ni yenye kuisha. Hii dunia ni mapito, si lolote si chochote. Walikuwepo kabla yetu, walizifunga Ramadhani kadhaa wa kadhaa nyingi tu, lakini leo hii hawapo katika mgongo wa ardhi. Ndio tujue kuwa hii dunia si kitu, bali tunapoafikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, tufanyeni toa, na baada yake kadhalika tuzidisheni zaidi, iwe ni marudufu zaidi katika kusimama na ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waman azama ala al-audati lidhunubi wal atham ba'da Ramadan falyalam anna Allah azza wa jalla hayyun la yamut, na yote yule ambaye ameazimia, ametia nia ya kuwa baada ya Ramadhani arudi kufanya uovu, arudi kufanya madhambi, arudi kufanya uzinifu, arudi katika kufanya shirki, basi ajue, falyalam anna Allah azza wa jalla hayyun la yamut, ajue ya kuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, yule Mungu wa Ramadhan hafi, yule Mungu wa Ramadhan yupo hai daima, la yamut. Atambue hali kama hii. Tusirudi katika uovu, ndugu zanguni. Hujui kumbe hii Ramadhani hii ilikuwa ni Ramadhani yako ya mwisho. Ni wangapi walitamani waipate Ramadhani hii, lakini wengine tumewazika. Kesho ni Ramadhani, leo tumewazika. Wengine walizikwa siku ya kwanza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Salatu tarawih hakuweza kuiona wala kuipata, saumu hakuweza kuifunga. Sasa mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, hatujui Ramadhani ijao kama tutaipata. Ndugu zetu tulikula na wao iftari mwaka jana, ndugu zetu tuliswali tarawih na wao, tulisimama tahajjud na wao, tulifunga na wao. Sasa hivi wapo katika maisha ya barza, si kupenda kwao, bali Mola Subhanahu wa Ta'ala ni qadar, ameshawaandikia na vile vile amewapenda zaidi. Basi na sisi tujiandae, tuwe na istidad kamil ambayo itatutetea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wanadamu, ndugu zangu, ni madhaifu. Ni mara moja kupokonywa hizi pumzi tunazopumua. Ujana usitughuri, wala usiana pia usitughuri, kwa sababu ni mara moja kufa. Kifo huja ghafla.
linalotakiwa kwetu sisi tuwe na maandalizi kamili na tuwe ni wenye kuchukua zawadi, na zawadi ambayo kwamba ni bora zaidi kama alivyosema Jalla Jalaluhu katika Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Chukueni zawadi, kwani zawadi iliyo bora zaidi ni uchaji Mungu. At-taqwa, na taqwa si mavazi mazuri. Uchaji Mungu si kuvaa kuzuri, si kula vizuri. At-taqwa hahuna, taqwa uchaji Mungu ndugu zanguni ipo hapa katika kifua. Inna Allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Jalla Jalaluhu haangalii katika miili yenu. Wewe wapiga gym, wewe si mkubwa kiasi gani, wewe ni mweusi au ni mweupe, wala haangalii katika matendo yetu, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yaangalia Jalla Jalaluhu katika nyoyo zetu. Moyo umebeba nini? Moyo kwenye roho kumejaa nini? Huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tusichoke na ibada. Isiwe kufunga kwetu kumeishia na Ramadhani. Tunapofunga Ramadhani, zipo ibada ambazo kwamba tumewekewa za sunna. Ni wajibu kwetu sisi tuzifanye ibada kama hizi ambazo kwamba ni sunna za tukurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sanna sallallahu alayhi wasallam siyama al-ithnain wal-khamis min kulli usbu'. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesunisha, ameanzisha kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi. Ni sunna ambayo Mtume alishikamana nao umri wake wote, alikuwa akifunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Na sisi isitosheke kuwa au isitoshe kuwa Ramadhani tumefunga, baada ya Ramadhani hatufungi tena. La, tuwe wenye kushikamana na sunna kama hizi, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyokuja na Aisha asema, kana sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama al-ithnain wal-khamis. Alikuwa Mtume rehma na amani zimshukie akijipamba na kufunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Na Mtume ni qudwatun hasana kwetu sisi. Ni wajibu kwetu sisi hizi sunna tuzifanye kwa ajili ya kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya Ramadhani. Ayuha al-ikhwa, na vile vile tusiache kumuomba Mwenyezi Mungu kila wakati. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu ametufungulia masaa yote ni kabuli. Ametuafikia muda wote utakapomuomba ni kabuli. Basi isiwe ndio mwisho inapoisha Ramadhani wewe huna muda hata wa kumlilia Mungu wako. Wewe huna muda hata wa kukaa chini ukainua mikono yako ukamwambia ya Rabbi, mimi nina kadha, nina mahitaji kadha. Huna muda. La, ahadi ya Mungu iko pale pale, ud'uni astajib lakum, niombeni nami nitawajibu. Bimaana sharti mpaka sisi tumuombe ndio yeye atatujibu. Basi baada ya Ramadhani tuendelee kumuomba Mungu, tusiwache, kwa sababu yeye ndio ana haki ya kuombwa. Mwanadamu anapoombwa uchoka, mwisho wa siku mwanadamu atakukimbia. Sasa tushikamane pia na ibada kama hii ya kuomba. Tusiache kuomba kwa sababu ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika Ramadhani imeisha, tusiwache kuisoma Qur'an. Falyakun lilwahid minna wirdun kulla yawmin min alquran wa yuhafidh alayhi mahma kana al-amr wa dhaqa bihi alwaqt. Na vile vile ndugu yangu Muislamu, isiwe Ramadhani imeisha au Ramadhani inaisha. Ramadhani mwezi wa Qur'an, unzila fihi alquran. Sasa baada ya Ramadhani ndio tushikamane zaidi na kitabu cha Jalla Jalaluhu Qur'ani. Angalau kwa siku usome safha moja, angalau kwa siku usome hata kama ni aya 5 kwa ajili ya kutaka thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isiyo misahafu hii ambayo kwamba ipo katika misikiti baada ya Ramadhani yashika vumbi kwa sababu haisomwi. Takuwa ni masikitiko makubwa.
na ni hasara kwetu sisi. Tupatilize umri wetu, tuwe ni wenye kushikamana na hichi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yetu yote. Na vile vile tulikuwa tukifanya sunna, tukijiweka karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kushikamana na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi baada ya Ramadhani tusimwache mtume, tumchukue huyo mtume tumlete katika majumba yetu, tumchukue mtume tumlete katika biashara zetu, tumchukue mtume tumweke mbele yetu katika maisha yetu, ili tunapofanya jambo tukumbuka mtume kalifanya au kalikataza. Ndipo tutaishi maisha mema, ndipo tutaishi maisha ya kiustaarabu, hatutaishi maisha ya Kiyahudi. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika i'lamu anna min as-sunnati fi shahri Shawwal an tasumu minhu 6 ayyam. Na vile vile pia tujue baada ya kuisha Ramadhani kuna saumu ya 6 ambazo kwamba ni sunna zilizokokotezwa zaidi, tusiwe ni wenye kuziacha katika mwezi wa Shawwal. Kwa hadithi ambayo kwamba ni sahihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami ad-dahri. Yote ule mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha baada yake akapatiliza akafunga siku 6 za mwezi wa Shawwal, basi huisabika kana kwamba amefunga mwaka mzima. Angalia ubora na utukufu. Isiyo Ramadhani ni adhabu kwetu sisi. Ukasema sasa ikiwa Ramadhani ilinipeleka mbio, je, hizi 6 huoni zimetajwa ni 6 bimaana ni ngumu zaidi kuliko Ramadhani? La, tusiwe na watu sampuli hii, bali tuweke imani mbele. Baada ya Ramadhani tuwe ni wenye kupatiliza juu ya kufunga hizi siku 6 ambazo kwamba tumeamrishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika vile vile Mola Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'ani asema, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ikhwa, Mola Subhanahu wa Ta'ala ameeleza waumini, hasa waumini wa kweli, akaeleza katika surati al-Mu'minin au suratul Mu'minun, asema qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Tukumbuke ya kuwa Mola hajatuwekea wakati maalumu kwa wamefaulu waumini kwa muda maalumu kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. La, wakati azungumzia waumini wa kweli amewazungumzia wamefaulu na watazidi kufaulu kwa nyakati zote, kwa muda wote, kwa miezi yote, kwa miaka yote, mpaka watakapoondoka katika mgongo wa ardhi. Sasa vile vile mimi na wewe, ili tufaulu, tuishi na hizi aya pia. Baada ya Ramadhani tuwe ni waumini wa kweli, tufanye amali njema zote. Yale tuliyokuwa tukifanya katika mwezi wa Ramadhani, basi tuyafanye baada ya Ramadhani, ndipo tutafaulu vizuri. Qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashun, wale ambao katika sala zao ni wenye kunyenyekea. Ai khashiuna daima wao ni wanyenyekevu. Basi isiwe tumenyenyekea Ramadhani peke yake katika ibada za Ramadhani. Baada ya Ramadhani tuendelee na unyenyekevu wa swala, tuendelee na unyenyekevu wa kufunga, unyenyekevu wa kusimama usiku. Na vile vile walladhina hum anil lahwi mu'ridun, na wale ambao kwamba wanaepuka maneno ya upuuzi, wanaepuka vikao vya upuuzi. Laisu mu'ridina fi Ramadhan fakat, si wenye kuepuka maneno ya upuuzi na vikao vya upuuzi katika mwezi wa Ramadhani peke yake, bali hata baada ya Ramadhani wanaepuka upuuzi, wanaepuka maskani ya kuzungumza maneno maovu, wanaepuka vikao vya uovu. Tuishi hali kama hii,
ndipo tutaingia katika hili kundi la watu ambao kwamba qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Na vile vile walladhina hum lizakati fa'ilun, na vile vile katika zaka zao wanafungu wanatoa inapopitiliwa na mwaka, wanatoa zakatul fitri, na vile vile wanatoa zaka unapopitiliwa na mwaka, wanatoa haki juu ya wale ambao kwamba wanastahili kutoa zaka. Tusitosheke kuwa katika kutoa kwetu ni Ramadhani peke yake, kuna kutoa sadaka. Tuwe ni wenye kutoa sadaka hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ya kujengea akhira yetu. Ndugu zangu wa Islam, kadhalika walladhina hum lifurujihim hafidhun, ay laysa fi Ramadhan fakat fi ghairi Ramadhan aywan, na wale ambao kwamba walladhina hum lifurujihim hafidhun, wanazihifadhi tupu zao. Isiwe ndani ya mwezi wa Ramadhani tulikuwa hatuangalii yale aliyoharamisha Mwenyezi Mungu. Ramadhani tulikuwa tukijizuia na maharim yote aliyotukataza Jalla Jalalu. Ramadhani tulikuwa hatuzini. Ramadhani tulikuwa hatuibi. Ramadhani tulikuwa hatuzungumzi uongo. Basi ndugu yangu, baada ya Ramadhani tuishi kwa kaida hii. Wembe huo ni ule ambao kwamba tulikuwa tukiishi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiseme mimi nimefunga Ramadhani nzima, yule msichana wangu, girlfriend wangu, wacha nifungue, wacha mwezi tuone, nitafungua na yeye. Na watiania hiyo, kumbe wakati watiania yako umekutana na yule binti ambaye kwamba ni si halali yako, wakati wa kukutana nayo, kumbe ndio mwisho, ndio wakati wako wa kufa umefika. Utaenda mjibu nini Mungu wako? Kabla ya kufanya ovu, fikiria mara mbili. Mimi nafanya ni starehe ya dakika chache, lakini hebu fikiria hii inabakia ni ovu na dhambi la siku nyingi, na nitaenda hukumiwa nalo mbele ya Jalla Jalalu siku hiyo ya Kiyama. Ndugu zangu wa Islam, unapofanya jambo lifikirie sana mara mbili. Starehe ya dakika chache inabakia ovu na siku nyingi, na ni hasara kubwa kwetu sisi na majuto mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hasa baada ya Ramadhani tuepuke zinaa, baada ya Ramadhani tuepuke ushirikina, baada ya Ramadhani tuepuke yale yote ambayo kwamba tumeamrishwa tuepuke, na yale tulioamrishwa tuyafanye basi tuyafanye. Yote haya kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutieni nia kuanzia sahihi, au tia nia hii hukumu nafsi yako, hii hesabu nafsi yako. Mimi insha Allah Ta'ala kwa uwezo wa Mungu na taufiki, mimi baada ya Ramadhani wembe wangu utakuwa ni huu wa Ramadhani. Nilikuwa mstari wa mbele, nilikuwa nikisikia hayya ala al-falah, njoni katika kufaulu, sikosi jamaa. Basi baada ya Ramadhani usikose jamaa. Ulikuwa ukosi hata kipindi kimoja cha swala, basi baada ya Ramadhani usikose hata kipindi kimoja cha swala. Ayuha ikhwa, usiku wa Lailatul Qadri Mwenyezi Mungu huandika akdar, zile qadar za waja wote huandikwa katika ule usiku. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ndani yake huandikwa akdar za waja. Mmoja wapo zile huandikwa ajal, huandikwa wakati wa kufa kwetu, huandikwa akdari za waja kuanzia baada ile siku mpaka Ramadhani itakayofuatia. Kuna watu watapandishwa vyeo, kuna watu watateremshwa vyeo, kuna watu watakuwa maskini, kuna watu watakuwa matajiri, kuna watu watapata makazi, huandikwa. Na vile vile huandikwa baina ya ile siku mpaka Ramadhani itakayofuatia, kuna watu wataondoka katika mgongo wa ardhi, majina yetu yakaandikwa yakawa ni yenye kupelekwa katika leo mahfudh na kuhifadhiwa pale. Sasa hatujui majina yetu yatakuwa katika hali gani. Je, majina yetu yatakuwa katika watu ambao kwamba watakufa huo mwaka baada ya Ramadhani? Hatujui. Sasa kwa sababu hatujui, elimu hii anayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mimi na wewe muda wote
mioyo yetu ifungamane na Mwenyezi Mungu na toa ya Jalla Jalalu. Masaa 24 mioyo yetu ifungamane na Jalla Jalalu, mioyo yetu tuifunge katika imani, ili hizi imani zetu siweze kudumu na wala zisiweze kupungua. Roho zinapotoka zitoke hali ya kuwa Mola ameturidhia katika mgongo wa ardhi, na kesho akhera tuweze kupata janna yake. Ikhwa, kwa hiyo tufuate mwenendo wa Ramadhani baada ya kuisha huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na vile vile Jalla Jalalu asema, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Kuna waja wa Mwenyezi Mungu, au waja wa Mwenyezi Mungu wa kweli ni wale ambao kwamba yamshuna ala al-ardi hauna, wanatembea katika ardhi kwa utulivu, si kwa kujigamba. Wanatembea kwa utulivu, wanatembea mwenendo ambao kwamba yauridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana wanaishi katika toa daiman hakadha, daima basi wako hivi. Sasa isiwe sisi Ramadhani, angalia Ramadhani pia imetufundisha hivi. Ramadhani hata mienendo yetu tulikuwa tunatembea mwenendo wa toa, mwenendo mzuri, si mwendo wa kibri. Basi baada ya Ramadhani tusiwache mwendo huo, tuendelee na mwendo huo hata katika kutembea kwetu kuwe ni ibada. Tutembea mwendo ambao kwamba yauridhia Mwenyezi Mungu. Sisi tusitembee katika ardhi kwa kujigamba na mavuno. Si kitu kujivuna au tukajivuna na mali zetu, la, si kitu. Walikuwepo wenye mali, walikuwepo mabunyenye, wako wapi sahihi? Wapo katika mgongo wa ardhi. Na vile vile wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama. Waja wema, watu wema ni wale ambao kwamba wanapozungumzishwa na wale majahili, wanapotukanwa, wanapopingwa, wanapodhulumiwa, qalu salama. Wao wanataka amani, wanataka peace, wanasema amani. Hatutaki fujo sisi, hatutaki toa. Na hivi ndivyo tulivyokuwa katika Ramadhani. Umefunga, unapoudhiwa waambia inni saimun, nimefunga. Hutaki ugomvi. Unapoudhiwa uko tayari kuwa mpole, hutaki ugomvi. Basi usiseme eti ngojea naweka kisasi, baada ya Ramadhani nitafungua na wewe, mimi nitamaliza ugomvi wote ulioniletea. La, baada ya Ramadhani tuendelee na sunna kama hii, tuendelee na mwenendo kama huu. Tunapoudhiwa tuseme amani. Hizi ndio sifa za watu wema. Tuweni watu wema, ndugu zangu Waislamu. Dunia ni mapito, na kesho akhira tutaenda kulipwa kwa haya yote ambayo kwamba tumeyafanya katika mgongo wa ardhi. Hatupotezi wakati wetu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Yale yote tunayatanguliza katika mgongo wa ardhi hapa duniani tutayakuta kesho akhira. Kisha Mungu aendelea asema, walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Na wale ambao kwamba ni wenye kusimama kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, ni wenye kusujudu kumsujudia Jalla Jalalu kwa ajili ya kutaka radhi zao. Waja wema ni wale wenye kumwabudu Mungu, ni wale wenye kumsujudia Mungu, ni wale wenye kusimama usiku, ni wale wenye kufanya toa. Sasa baada ya Ramadhani pia tuweni na mwenendo huu. Alhamdulillah, Ramadhani imetufunza ibada. Tulikuwa tupo tayari kusikiza hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wote yule mwenye kusimama mwezi mtukufu wa Ramadhani hali ya kuwa na imani na kutarajia thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi husamehewa dhambi zake. Basi baada ya Ramadhani tusiache qiyamul layl, qumil layla illa qalila. Angalau usimame usiku